Na salam juu ya kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunahusiana kumcha Allah jalla fi ula fi hadhihi al-lahadhat fa innahu qad faza al-muttaqun. Kwa hakika ni faraja kwetu sisi wa bil khusus kwangu mimi kukutana na ndugu zangu tulabul ilmi, wanafunzi as-salafiyin ambao mmepanga majlisi hii ya kheri, majlisi ya kielimu, majlisi ya kunasihiana, ambayo tunataraji na muomba Allah tabaraka wa taala an yaj'alahu nafi'an. Allah aijalie majlisi hii kuwa ni majlisi yenye faida, kutunufaisha sisi wazungumzaji kadhalika na nyinyi wasikilizaji. Baada ya muda mrefu tukiwa hatujakutana, jazakumullah khair, katika chuo hiki cha DIT, baada ya miaka kadhaa ambapo tulikuwa tumeshughulishwa na masala ya kielimu, walillahi alhamdu wal minna, na tumerudi biidhnillah. Tutakuwa pamoja kama ilivyokuwa hapo awali kwa ndugu zenu waliokuwepo hapa, waliokutangulieni. Mkiwauliza wale watangulizi wenu, wanatufahamu bila shaka, na hapa bila shaka darasa zinaendelea, darasa za weekend, si ndio? Hizi ni katika kheri na faraja zinazopatikana katika vyuo hivi ambavyo wanasoma Waislamu na wasiokuwa Waislamu, lakini Waislamu walillahi alhamdu wanaweka barnamij katika vyuo vikuu kwa ajili ya kusomeshana, ili watu wasighafiliki na dunia, wakajisahau, wakamsahau Mola wao, wakasahau lengo la kuumbwa kwao, kwa sababu khuliqa al-insanu dha'ifan. Kwa mwanadamu ni mwenye kughafilika, anahitaji kukumbushwa nasaha. Kwa majalisi hizi za kielimu zinazowekwa katika vyuo vikuu vina kheri kubwa sana kwa sisi Waislamu, bil khusus nyinyi vijana wa Kiislamu na mabinti wa Kiislamu ambao mnasoma katika vyuo hivi. Na majlisi ya leo kwa mujibu wa unwani ya muhadhara ni nasaha kuhusiana na tabia njema. Natumia muda huu kunasihiana. Jambo la kwanza kuhusiana na al-khuluqul hasan, tabia njema. Lakini nukta ya pili, wattaqwa, kumcha Allah tabaraka wa taala, umuhimu na nafasi ya kumcha Allah subhanahu wa taala na faida ya kumcha Allah jalla fi ula. Kadhalika nukta ya tatu, طلب العلم الشرعي، يعني أهمية طلب العلم الشرعي. Nukta ya tatu katika nasaha zetu ni kuzungumzia umuhimu wa kutafuta elimu ya kisheria, umuhimu wa kukaa chini na kusoma fiqh ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bil haqiqa hizi nukta ni pana sana, lakini kwa vile
viongozi wamepangilia hivyo, na baada ya kuangalia umuhimu wa hizi nukta ndio maana wakapendelea nukta hizi zote zisemwe katika majlisi hii ya leo. Lakini kila moja ni mada ambayo inajitegemea, na inahitaji majalisi. Ikianza kuzungumzia tabia njema inahitaji majalisi. Huwezi kumaliza mada hii kwa majlisi moja abadan, isipokuwa tu tajitahidi kufanya ikhtisar biqadri al-imkan insha Allah taala. Lakini pia huwezi kuzungumzia taqwa Allah kwa majlisi moja ukamaliza ayat na hadith na aqwal salaf. Kadhalika ahamiyatu talab al-ilmi ash-shar'i, yani hizi ni mada kila moja inajitegemea, lakini tunazikusanya kwa pamoja, tutazifanyia ikhtisar, tutazungumza kwa ufupisho kwa kadri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwafikisha. Nukta ya kwanza ni kuhusiana na husnul khuluq, tabia njema, tabia mzuri. Husnul khuluq, zimekuja taarifati za wema waliotangulia kuelezea maana ya husnul khuluq, tabia njema. Lakini katika hizo ni taarif aliyoelezea al-Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala alipokuwa akielezea maana na uhakika na uhalisia wa tabia njema. Akasema haqiqatu husnil khuluq badhlul ma'rufi wa kafful adha wa talaqatul wajhi. Katika kuelezea maana ya tabia njema anasema Hasan al-Basri, badhlul ma'rufi ni kutenda wema. Tabia njema ni kutenda wema, kufanya yaliyokuwa mazuri, kuwafanyia wenzako. Badhlul ma'rufi yani badhlul musaada, kutoa msaada lil akharin, kuwasaidia wenzako kwa yale ambayo wanahitajia kusaidiwa kwayo, na wewe una uwezo wa kuwasaidia kwa mambo hayo. Hii ni katika wema, ni katika tabia njema. Wakaful adha, kadhalika na kuziwia maudhi na kuepusha maudhi, kuwaudhi wenzako. Hakikisha Muislamu unafanya mema kuwafanyia wenzako yaliyokuwa mazuri, na kujiepusha kufanya adha ya aina yoyote, kuwafanyia wenzako jambo lolote la kero, kuwakera wenzako, kuwafanyia wenzako yale ambayo wasioyapenda na kuyaridhia. Wa talaqatul wajhi, na kuwa na uso wa bashasha kwa ndugu yako. Wa talaqatu alwajhi, na kupenda kuwa na uso wa bashasha unapokuwa na wenzako, na sio unapokuwa na wenzako na kuwa na uso kauzu. Wenyewe wanasema kwamba uso wake ana uso wa kauzu, yani maana yake ana uso mkavu, yani si mwenye tabasamu katika uso wake hauna nuru. Hii si katika tabia mzuri, si katika tabia njema, bali Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala anaelezea uhalisia wa tabia njema ni haya aliyoyataja, yani yakiwemo haya aliyoyataja. Hii ni moja katika taarif na utambulisho wa husnul khuluq ambaye ameelezea Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kadhalika akaeleza al-Imam
Al-Qadhi Iyadhi rahimahullah ta'ala. Imam Al-Qadhi Iyadhi Allah mrehemu pia na ameelezea maana ya husnu al-khuluq, tabia njema, akasema huwa mukhalatatu an-nasi biljamili walbishr. Tabia njema ni mtu kutangamana na wenzake, ni mtu kuishi na wenzake kwa tabia iliyokuwa mzuri, kwa kuwafanyia yaliyokuwa mazuri. Mtu kuamiliana na wenzake kwa kuwafanyia yaliyokuwa mazuri na kuwabashiria yaliyokuwa mazuri. Al-Qadhi Iyadhi rahimahullah katika kuelezea kwake maana ya husnul khuluq anasema mukhalatatu an-nas biljamili walbishr, ni mtu kuamiliana na watu wenzie kwa hali iliyokuwa mzuri, kwa kuwafanyia yaliyokuwa mazuri na kuwabashiria yaliyokuwa mazuri. Watawaddudi lahum, na kujipendekeza kwao, kwa maana kuyafanya yale ambayo watu watampenda kwayo na yeye pia atakuwa ni mwenye kuwapenda. Wal ishfaqi alaihim, na kuonea huruma, kuamiliana na watu kwa kuwafanyia mazuri na kujipendekeza kwao, kwa maana kuyafanya yale ambayo ni mazuri, watu wanayapenda na yatamfanya mtu huyo apendeke kwa watu. Kadhalika na kuonea huruma wenzake, wahtimalihim, kadhalika na kuwadhania vizuri wenzake na kujiepusha na kuwafanyia adha ya aina yoyote. Katika kuamiliana kwako na wenzako, ili uonekane unaamiliana nao kwa tabia iliyokuwa mzuri, unatakiwa uwe ni mwenye kuwachukulia udhuru wenzako. Sawa, wakati mwingine mtu anakosea, unamchukulia udhuru, na wewe unajiepusha usimkosee kama alivyokukosea. Walhilmi anhum wasabri alaihim fil makarihi, kadhalika nasema na kuwafanyia subira watu, yani kufanya subira juu ya maudhi ambayo na kero ambazo unakumbana nazo kwa watu. Haya yote yanaingia katika al-khuluq al-hasan, katika tabia njema, kuishi na watu kwa kuwafanyia mazuri, lakini pia kuwaonea huruma na kuwadhania kheri, kadhalika na kufanya subira kwa yale maudhi na kero ambazo zinatokamana na watu hao. Watarki al-kibri, na kujiepusha na kiburi. Watarki al-kibri, yani kuamiliana na watu bitarki al-kibri, kuishi na watu kwa kujiepusha na tabia ya kiburi. Wal istitalati alaihim, na kujiepusha na tabia ya kujipaisha kwa watu, kujikweza na kujiona kwamba wewe ndio mwamba, wewe ndio mjuzi zaidi, unajua kuliko watu wote. Watu wengine wote majahili, hawajui chochote isipokuwa wewe. Watu wengine wote hakuna mcha Mungu isipokuwa wewe, hakuna anayeweza akaeleza mbele yako akapatia isipokuwa wewe ndio mpatiaji. Watarki al-kibri wal istitalati alaihim, na kuacha kibri na kujipaisha kwa watu. Usijinyanyue kwa watu, unajipiga kifuani kwamba mimi ndio mimi. Hii si katika tabia njema, si katika tabia ambazo wanatakiwa wasifike nazo waumini. Tabia ya kibri na kujipaisha na kujikweza, yani mtu kujipaisha zaidi ya daraja yake, kujiweka zaidi ya nafasi yake. Wa mujanabati alghilzi walghadabi walmuakhadhati. Mwisho akamalizia Imam Al-Qadhi Iyadhi rahimahullah ta'ala katika kuelezea maana ya tabia njema. Wa mujanabati alghilzi, na kuamiliana na watu kwa kujiepusha
na kuwa na tabia ya ukali, ususuavu, sawa, bandidu wenyewe wanasema. Yani mtu anakuwa na roho mbaya, yani ni mtu anakaa muda wote ni mtu amekasirika. Yani kujiepusha na tabia kama hizi, kuamiliana na watu wa kujiepusha na tabia ya kukasirika na ususuavu wa moyo. Kadhalika walmuakhadha, kujiepusha na tabia ya kulipiza visasi. Walmuakhadha, na kujiepusha na tabia ya kulipiza visasi kwa madogo, mambo ya kawaida, mambo ambayo wenzako wamekukosea, mtu amekufanyia khata'an, sawa, mtu anaweza akakukosea bila kukusudia, basi wewe unamlipizia. Hii si katika tabia njema. Hii si katika tabia njema. Katika tabia njema ni pale unapoona mwenzako amekukosea, unamchukulia udhuru na unamsamehe na unampa nasaha kwamba hivyo ukifanya hivyo ni kosa, Allah tabaraka wa taala hapendi, sawa, ni kinyume na mafundisho ya Uislamu, basi usirudie kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Hii ni katika tabia njema. Lakini umeona mwenzako amekukosea, saa zingine bahati mbaya, wewe bila kuuliza kwamba huyu kakosea kakusudia au bahati mbaya, unalipiza hapo hapo, yani bila kusubiri wala bila kuhoji imekuwaje, unalipiza kisasi. Baadaye unakuja kujutia ukishabaini kwamba mwenzako hajakufanyia makusudi, sawa. Kwa hivyo hizi ni baadhi ya taarifati za husnu al-khuluq, baadhi ya utambulisho ambao wameelezea wema waliotangulia katika kuelezea maana ya tabia njema. Kwa ahamu shay ni kwamba tabia njema ni mtu kujipamba na sifa zilizokuwa mzuri katika kuamiliana na wenzake, sawa. Yani jumla ya yote, maana ya tabia njema ni Muislamu kuamiliana na wenzake sawa sawa, ni Waislamu au wasiokuwa Waislamu, maadamu ni watu ambao anaishi nao katika jamii yake, basi inatakiwa aamiliane nao kwa tabia zilizokuwa mzuri, awafanyie yaliyokuwa mazuri na awaepushie yaliyokuwa mabaya. Hadha huwa husnu al-khuluq. Hii ndio maana ya tabia njema kwa ujumla. Na athari hizi amezitaja Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala katika sharhi yake ya Sahih Muslim alipokuwa akisharehesha hadithi ambazo tutazisoma hapa baadhi yake insha Allah ta'ala. Tayeb, baada ya kuona maana ya tabia njema, tunaangalia baadhi ya fadhail al-khuluq al-hasan. Tunaangalia baadhi ya fadhail al-khuluq al-hasan, baadhi ya faida za tabia njema. Baadhi ya faida za tabia njema. Kuwa na tabia njema kuna faida nyingi sana tayari, lakini kama nilivyosema ni muhadhara mfupi na tunafupisha baadhi ya mambo, kwa tunataja baadhi ya faida ya tabia njema. Moja katika faida za tabia njema, annahu athqalu shay'in fi mizani al-a'mali yawm al-qiyama, ni kwamba tabia njema ndiyo kitu chenye uzito zaidi katika mizani ya matendo yetu siku ya kiyama, sawa. Hii ni moja katika faida ya tabia njema, ni kwamba tabia njema ndiyo kitu kitakachokuwa kizito zaidi katika mizani ya mema yetu siku ya kiyama. Hiyo ya kwanza. Lakini faida ya pili, wa anna ahsana an-nasi khuluqan aqrabuhum majlisan min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yawm al-qiyama. Faida ya pili ya tabia njema ni kwamba Muislamu mwenye kujipamba na tabia njema, mtu huyo aqrabuhum majlisan, atakuwa karibu zaidi na Mtume sallallahu alayhi wasallam yawm al-qiyama,
siku ya kiyama. Hii ni faida ya pili ya kujipamba na tabia njema, ni kwamba ni sababu ya wewe Muislamu siku ya kiyama kuwa karibu na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Makazi yako kuwa karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, nafasi yako kuwa karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama. Ni kheri iliyoje kuambiwa wewe makazi yako utakaa karibu na Mtume alaihi salam fil janna. Ni kheri iliyoje. Sasa ukiangalia kitakachokufanya uwe karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nini? Husnul khuluq, kujipamba na tabia njema. Kadhalika wa ahabbuhum ilayhi, ni kwamba mwenye tabia njema ni mtu ambaye anapendeka zaidi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni faida ya tatu. Sawa, faida ya tatu ni kwamba mwenye tabia njema ni mtu anayependeka zaidi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika katika faida za tabia njema, faida ya 4, wa annahu min akhlaqi al-anbiya'i was-salihin, ni kwamba tabia njema ni miongoni mwa tabia za manabii na mitume na watu wema. Husnul khuluq min akhlaqi al-anbiya'i wal-mursalin was-salihin, tabia njema ni miongoni mwa tabia za manabii na mitume wa Allah tabaraka wa taala, pia ni miongoni mwa tabia za waja wema. Waja wema ni watu wenye kujipamba na tabia mzuri. Hiyo faida ya 4. Faida ya 5 ya tabia njema, wa anna Allaha yubghidhu al-fahisha al-badhiya, ni kwamba Allah tabaraka wa taala anamchukia mwenye tabia mbaya. Ni kwamba Allah subhanahu wa taala anamchukia kila mwenye tabia mbaya. Kwa hii tunafahamu moja kwa moja kwamba Allah tabaraka wa taala anampenda mja wake mwenye tabia mzuri. Kwa Muislamu mwenye kujipamba na tabia njema anapendeka zaidi kwa Allah tabaraka wa taala, kadhalika anapendeka zaidi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuliko watu wote. Faida ya 6 na ya mwisho katika majlisi hii ya leo, wa annahu kamalul iman, na kwamba katika faida za tabia njema, mtu kujipamba na tabia njema ndio ukamilifu wa imani yake. Wa annahu kamalu al-iman, tabia njema ndio ukamilifu wa iman. Kwa maana husnul khuluq min mukammilati al-iman, tabia njema ni katika mambo yenye kutimiliza imani, ni katika mambo yenye kukamilisha imani. Tunafahamu ya kwamba al-iman yazidu wa yanqus. Sawa, imani inazidi na kupungua. Inazidi kwa kumtii Allah tabaraka wa taala, kufanya ibada mbalimbali na taat, na inapungua kwa kufanya maasi. Sasa katika mambo ambayo yanazidisha na kukamilisha imani yako, husnul al-khuluq, ni kujipamba na tabia njema. Hizi ni baadhi ya faida ambazo zimekuja katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, na tutataja baadhi ya hadithi ambazo zinaelezea faida hizo. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi ambayo ameitoa Imamu Abu Daud, kadhalika Imamu Tirmidhi na Imamu Ahmad, na ameisahihisha Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Anasema alayhi salam, ma min shay'in athqalu fil mizani yawm al-qiyamati min khuluqin hasan. Anasema Mtume alayhi salam, ma min shay'in, hakuna kitu ambacho athqalu fil mizani, kitakuwa ni kizito zaidi, kitatia uzito katika mizani ya matendo mema yawm al-qiyama, siku ya kiyama, min khuluqin hasan, kuliko tabia njema.
sawa, kwamba hakuna amali ambayo ataifanya Muislamu, amali ambayo itaifanya mizani ya mema yake siku ya Kiyama kuwa ni mizito kama kuwa na tabia njema, kama vile Muislamu kujipamba na tabia njema. Kwa kujipamba na tabia njema ni jambo ambalo litatia uzito katika mizani ya mema yako Muislamu siku ya Kiyama. Fa inna Allah ta'ala la yubghidhu al-fahisha al-badhi'a. Mtume alayhi salamu akasema, hakika Allah tabaraka wa taala ni mwenye kumchukia mtu mwenye tabia mbaya. Allah tabaraka wa taala ni mwenye kumchukia mja wake mwenye tabia mbaya, mwenye kusema au mwenye kutenda matendo ambayo ni machafu, maneno machafu yenye kuwakera wenzake. Allah tabaraka wa taala ni mwenye kumchukia mja huyo. Kwa hadithi hii inaonyesha kwamba Allah tabaraka wa taala anampenda mja wake mwenye kujipamba na tabia njema, na kwamba tabia njema ndio amali, ndio jambo ambalo litatia uzito katika mizani ya mema yako siku ya Kiyama. Fa husnul khuluqi dalilun ala husni ad-din. Kwa mtu kujipamba na tabia njema ni dalili ya wazi kuonesha uzuri wa dini yake. Sawa, unapoona Muislamu umejipamba na tabia njema, umejipamba na tabia mzuri, unaamiliana na watu kwa wema, basi wanasema ahlul ilmi kuwa hadha dalilu ala husni dinik. Jambo hili ni dalili inayoonesha uzuri wa dini yako. Sawa, kwamba dini yako iko safi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya tabia zako. Kadhalika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, hadithi ambayo ameitoa Imam Tirmidhi na ameisahihisha Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawma al-qiyamati ahasinukum akhlaqa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna min ahabbikum ilayya, kwa hakika watu ambao wanapendeka zaidi kwangu mimi katika nyinyi, kwa hakika watu ambao wanapendeka zaidi kwangu mimi katika nyinyi, yani kuliko wengine, wa aqrabukum minni majlisan yawm alqiyama, na watakao kuwa karibu na mimi siku ya Kiyama, ahasinukum akhlaqa, ni wale watakaojipamba na tabia njema katika nyinyi. Ahasinukum akhlaqan, ni wale watakaojipamba hapa duniani, watakaoishi kwa tabia njema. Kwa tunaona hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam anapotubainishia faida ya kujipamba na tabia njema ni kwamba ni sababu ya wewe kupendeka zaidi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini pia tabia njema ni sababu ya wewe kuwa karibu na Mtume sallallahu alayhi wasallam يوم القيامة. Tumuombe Allah tabarak wa taala atujalie katika watu wenye tabia njema ili tuweze kuwa karibu na Mtume sallallahu alayhi wasallam يوم القيامة. كذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، في حديث عبد الله بن عمرو ومتوم صلى الله عليه وسلم نسمع، إن خياركم أحاسنكم أخلاقا، وحقيقة وبروين، إن خياركم حقيقة وبروين، يعني watu waliokuwa wazuri katika nyinyi, watu ambao ni wazuri katika nyinyi kuliko wengine, ahasinukum akhlaqa, ni wale watakaokuwa na tabia njema. Kwa haijalishi wewe ni Mwarabu, ni Mswahili, ni nani, ni mfupi, mrefu, ni kadha, haijalishi. Sawa?
kinachozingatiwa ni tabia njema. Atakayekuwa ni mbora kwetu sisi na atakayekuwa na fadhila kwa Allah tabaraka wa taala ni yule mwenye kujipamba na tabia njema, mwenye kujipamba na tabia njema. Hadithi hii ameitoa Imam al-Bukhari kadhalika na Imam Muslim na zinginezo katika hadithi ambazo zinaelezea ubora na umuhimu wa tabia njema na faida zake. Anasema Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala katika sharh ya Sahih Muslim alipokuwa akisherehesha hadithi hii, inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa, wabora wenu ni wale wenye tabia mzuri. Alipokuwa na tafsiri anasherehesha hadithi hii, Imam an-Nawawi akasema fihi alhathu ala husni alkhuluq. Katika hadithi hii kuna himizo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anahimiza watu kujipamba na tabia njema, wa bayanu fadilati sahibihi. Lakini pia Mtume alaihi salam anabainisha katika hadithi hii ubora na utukufu wa mtu mwenye tabia njema, kwamba mtu mwenye tabia njema ndiyo mtu aliyokuwa bora kuliko watu wengine. Wa huwa sifatu anbiya'i llahi wa awliya'i, nayo hii ni sifa miongoni mwa sifa za manabii wa Allah na waja wake wema. Imam an-Nawawi rahimahullah akaeleza haya maneno kwamba tabia njema sifatu anbiya'i llah, ni katika sifa za manabii wa Allah tabaraka wa taala wa awliyaihi, na mawali wake. Tayib, idhan nususi ziko nyingi. Kikubwa inahitajika na inatakiwa Waislamu tujitahidi sana kujipamba na tabia njema, wabil khusus tulabul ilmi, hasa wanafunzi ambao tunajishughulisha na kusoma elimu ya dini kadhalika na elimu za mazingira. Sawa, inatakiwa watu kujipamba na tabia njema, na Waislamu wote kwa ujumla. Lakini kwa wanafunzi mimbabi aula, inakuwa ni jambo ambalo haliendani kabisa na uhalisia kumuona mwanafunzi anasoma dini anasoma elimu ya dini halafu ni mwenye tabia chafu, ni mwenye tabia mbaya, moyo wake msusuwavu. Sawa, hii haiendani kabisa na mwanafunzi, ukiachana na Waislamu wengine. Lakini tabia njema ni jambo ambalo natakiwa kila Muislamu ajipambe nayo, kwa sababu Uislamu umekuja kufundisha makarimul akhlaq, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, hakika si vinginevyo mimi nimetumilizwa kwenu nyinyi kuja kutimiza tabia njema. Kwa maana Uislamu unafundisha tabia njema. Mtu akifanya tabia mbaya, mtu akiamiliana na wenzake Waislamu au wasiokuwa Waislamu kwa tabia mbaya, basi asijalie kwamba hayo anayoyafanya ni katika Uislamu. Asijalie hayo anayoyafanya kwamba ni katika Uislamu, kwa maana ni katika mafundisho ya Uislamu. La, Uislamu unafundisha tabia njema. Uislamu unakataza tabia chafu mbaya ambazo hazimridhishi Allah tabaraka wa taala, kadhalika haziwaridhishi wanadamu wenzake. Pia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye ameitoa Imam Abu Daud kadhalika na Imam Tirmidhi na ameisahihisha Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Asema Mtume alayhi salam kwamba akmalul mu'minina imanan, mu'min mkamilifu zaidi wa imani kuliko watu wengine. Akmalul mu'minina imanan,
muumini mkamilifu wa imani kuliko wengine, ahsanuhum khuluqan, ni yule atakayekuwa na tabia njema. Mu'min mwenye tabia njema, huyo ndio ambaye atakuwa na imani iliyokamilika, ndio atakayekuwa na imani iliyokamilika. Tunarudi kule katika faida ambayo tuliitaja kwamba katika faida ya tabia njema, annahu kamalul iman, ni kwamba ndio ukamilifu wa imani. Na haya ndio maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanayoashiria jambo hilo, kwamba katika kukamilisha imani na ishara ya kuonesha kwamba dini yako iko vizuri ni wewe kujipamba na tabia njema. Lakini ishara ya kuonesha kwamba dini yako wewe ina viraka ni wewe kuamiliana na wenzako kwa tabia chafu. Inatosha hiyo kukujulisha kwamba wewe dini yako bado, dini yako ina mashaka, pale ambapo utakapokuwa ni mwenye kujipamba na tabia mbaya. Tayib. Na katika madhahiri ya tabia njema, min madhahiri husnul khuluq, katika madhahiri ya tabia njema, yani baadhi ya mambo ambayo yanaonesha tabia njema, sawa, au baadhi ya mambo ambayo yatakufanya wewe kuwa ni mwenye tabia njema. Yako mengi katika a'mal, katika ibadat ambazo utakazozifanya wewe, na baadhi ya miamala utakaoifanya inakuashiria, inakujulisha moja kwa moja kwamba wewe ni mkamilifu wa tabia njema, ni mtu ambaye amejipamba na tabia njema. Katika hayo tutataja baadhi, sawa, katika madhahiri ya tabia njema. Moja, as-sidq wal amana, mtu kuwa mkweli na kuwa mwaminifu. Hii ni alama ya mtu kujipamba na tabia njema, as-sidq wal amana, kujipamba na tabia ya ukweli na tabia ya uaminifu. Hiyo moja. Warifqu wal hilmu, ya pili kujipamba na tabia ya upole, kujipamba na tabia ya upole, yani ukajiweka kuwa wewe ni mtu mpole kwa mkubwa na mdogo, dhaifu, sawa, mtu mwenye nguvu, basi wewe ukawa ni mpole, mwenye huruma kwa kila mmoja wao. Hii ni jambo la pili katika mambo ambayo yanaashiria mtu kuwa na tabia njema, kujipamba na tabia ya upole. Wal hayau, kadhalika na haya, kujipamba na tabia ya haya, kuona haya, kama alivyosema Mtume alayhi salam, al hayau min al iman, kuona haya ni katika iman. Yani kuona haya, kuyafanya yasiyostahiki, uone haya kuwakosea wenzako, sawa. Yani nafsi yako ikitaka kufanya yasiyofaa, unamwonea haya Allah tabaraka wa taala, kwa kuogopa adhabu zake subhanahu wa taala. Yani uwe na haya, usiishi kama mnyama, unafanya yanayofaa yasiyofaa, twende kazi. La, mu'min ni mwenye tabia ya kuwa na haya, kuwa na tabia ya haya. Tumezoea kusema kuwa na aibu, lakini haya, kuona haya na aibu ni vitu viwili tofauti. Lakini Kiswahili chetu ukisema aibu unaeleweka zaidi, sawa, unaeleweka zaidi. Kwa hivyo kujipamba na tabia ya kuwa na aibu, sawa. Kadhalika jambo la nne, badhlul ma'rufi, kufanya yaliyokuwa mema, kuwafanyia wenzako yaliyokuwa mazuri, kutoa misaada, kuwasaidia wenzako ambao wanastahiki na wana haja ya kusaidiwa. Lakini jambo la tano, kaful adha, kujiepusha na kuziwia maudhi na kero. Usiwakere wenzako na usiwafanyie adha wenzako. Hili pia ni katika mambo yenye kuonesha kuwa wamejipamba na tabia njema. Jambo la sita, wasabru ala al-adha wa adamu al-ajala, kufanya subira, kujipamba na tabia ya subira juu ya maudhi ambayo unakumbana nayo katika changamoto za kimaisha,
unapoamiliana na watu, kujipamba na tabia ya subira, wa adamul ajala, na kutokuwa na haraka, na kutokuwa na haraka, yani kuharakia mambo. Ukiona mwenzako amekukosea, usiwe na haraka kulipiza kisasi. Sawa, kuwa mtaratibu, kuwa mpole, fuatilia limadha, kwa nini amefanya hivi, mpe nasaha, muonee huruma kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika jambo la 7, tarkul kibri wal ujb, kuacha kiburi na kujiona, yani kujiepusha na tabia ya kibri na kujiona kwamba wewe ndio mwamba. Sawa, wewe ndio mtaalamu zaidi, ndio mjuzi zaidi, ndio shekhe zaidi. Hakuna watu wengine, hakuna anayesifika na sifa ya ushekhe, hakuna anayesifika na sifa ya elimu isipokuwa wewe. Yani ukawa unajiona hivyo kwamba katika watu wote hakuna anayejua isipokuwa fulani na fulani pamoja na mimi, ama watu wengine wote majahili. Hadha kibr. Hii ni kibri na ni ujbu, ni kiburi na ni tabia ya kujiona, na si katika sifa anayotakiwa kujipamba nayo Muislamu. Kadhalika mujanabatul ghadab, jambo la 8 ni kujiweka mbali na hasira, yani kujiepusha na hasira. Usipende kuwa ni mtu wa kukasirika mara kwa mara. Tayari usipende kuwa ni mtu wa kukasirika mara kwa mara. Ukijiweka katika tabia hii ya kuwa ni mwenye kukasirika mara kwa mara, basi jambo hili litakufanya kuwa na tabia mbaya. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alijiwa na sahaba akitaka nasaha na akitaka usia. Amwambia Mtume alayhi salam, ewe Mtume, naomba niusie, naomba usia wako ewe Mtume alayhi sallallahu alayhi wasallam. Mtume akamwambia la taghdab, usikasirike. Akamwambia naomba niusie tena, akamwambia la taghdab, usikasirike. Sawa. Haya, Mtume sallallahu alayhi wasallam akakariri hili neno la taghdab, la taghdab, la taghdab. Usiwe ni mwenye kupenda kukasirika, usiwe ni mwenye kupenda kukasirika. Huu ni usia wa nani? Wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kujiepusha na ghadhabu ni katika tabia zilizokuwa nzuri. Na ukiona kwamba wewe umeimiliki nafsi yako, si mwenye kukasirika mara kwa mara, hata unapokerwa kiasi gani ni mwenye kusamehe, hii ni ishara ya kwamba wewe umejipamba na tabia iliyokuwa nzuri. Lakini ukiona kwamba wewe kidogo tu, yani mtu hata kama kwenye safu tu, kwenye safu ya mnapanga safu kwenye swala, mwenzako akikugusa vibaya kidogo, khata'an, bila kukusudia, unakasirika na unahama kabisa na kumfonya. Hii inaonyesha kwamba yani tabia yako bado hujajipamba na tabia njema, kwa sababu umejipamba na tabia ya hasira. Jambo dogo tayari ushakasirika. Hii si katika tabia zilizokuwa mzuri. Kadhalika jambo la 9, adamul muakhadha, kutoka kulipiza kisasi, kutoka kupenda kulipiza visasi. Kadhalika husnul muamala bin nasi wa adamu ihtiqarihim wa tarafu alayhim, kuamiliana na watu kwa wema na kuacha kuwadharau watu na kujinyanyua juu yao. Hii pia ni katika mambo ambayo yanajulisha kwamba wewe umejipamba na tabia njema. Kuamiliana na watu kwa wema, kuwafanyia mazuri, wa adamu ihtiqarihim, na kuto kuwadharau wenzako, wa tarafu'i alayhim, na kutojinyanyua juu ya wenzako. Kitendo cha kuwadharau wenzako, ukimtazama, ukimwona mwenzako unamcheki, unamwangalia kwa jicho la dharau, unamwangalia chini mpaka juu, hamna kitu huko. Sawa, dharau hii si katika tabia njema, na hii ni miamala ambayo watu wanaishi hivi. Kuna watu wanaishi hivi, yani yule ambaye anaweza kuzungumza naye anaona kwamba ni yule ambaye atakuwa yupo katika hadhi yake, ima ana pesa, mathalan mtu amejaliwa mali, basi akawa ni mwenye madharau, anawadharau masakini na fukara. Kila anayemuona anamuona ni mchafu. Yani mahama utakabovaa nguo nzuri namna gani, yani wewe umejitahidi, umevaa kanzu yako nyeupe safi kabisa,
lakini yeye akikucheki kwa sababu ni maskini anaona mchafu tu, yani huna hadhi ya kukaa naye, huna hadhi ya kuzungumza naye, hata kumsalimia. Hata ukimsalimia asalamu alaykum, anakuangalia tu, anaweza kaitika kimoyo moyo. Hii dharau. Madharau, kuwadharau wenzako kwa sababu ya mali uliojaliwa na Allah, au kwa sababu ya elimu, ukaona kwamba hao wote majahili, watu hawajui, unajua wewe tu, ukawadharau wenzako, ukaghurika na elimu ulionayo. Hii si katika tabia njema. Walakin akthara an-nasi ghafilun, lakini watu wengi wameghafilika na jambo hili, wamesibiwa na mtihani huu wa maradhi ya dharau, kiburi, kuwadharau wenzao kwa chochote ambacho Allah tabaraka wa taala amewafadhilisha. Na'udhu billahi min su'il hal. Kadhalika katika mambo ambayo yanakufanya wewe uwe na tabia njema, at-tawadhu, ni wewe kuwa mnyenyekevu. At-tawadhu, kuwa mnyenyekevu kwa Allah tabaraka wa taala, kuwa mnyenyekevu kwa wanadamu wenzako. Usiwe ni mwenye kujipaisha na kujikweza na kupenda kutajwa, bali uwe ni mnyenyekevu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ntawadha lillahi rafa'ahu Allah, yeyote ambaye atanyenyekea kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala atamnyanyua. Wewe kuwa mnyenyekevu, usinyanyue. Allah mwenyewe ndio akufanyaje? Akukunyanyua. Allah akitaka jina lako lipae juu, litapaa, na akitaka kukushukisha atakushukisha. Usijipaishe. Sawa, kujipaisha si katika tabia iliyokuwa mzuri. La ilaha illa Allah. Tayeb, naona muda unakwenda na nukta bado tunazo, na sehemu yenye maelezo mengi ni hii ya tabia njema. Kwenye uchamungu tunagusia kidogo tu, na kadhalika kwenye elimu. Hapa kwenye tabia njema ndo mahalu shahidi, ndo mahala husika hapa, ndio wengi tumepotea hapa. Nasallallahu salama wal afia. Sababu kiangalia wengi katika shababu, wengi katika vijana wamepotea katika tabia hii, katika nukta hii ya tabia njema. Wamekosa kuwa na tabia njema, yani mpaka nafikia hatua kijana anakosa kuwa na tabia njema kwa wazazi wake, kwa mzazi wake. Nafikia hatua mtoto anamdharau mzazi wake, yani ukiachana na watu wengine, baki wazazi wake na wadharau. Atamheshimu nani? Walimu wake anawadharau. Walimu wamemtoa chini na kumpandisha kielimu, sawa, anawadharau. Haya, huyu nadhani atamheshimu nani? Kwa ni mtihani uliokuwa mkubwa sana. Allah tabaraka wa taala atusalimishe na maradhi hayo, maradhi ya kiburi na dharau. Na mtu mwingine kwa jeuri alionayo, inafikia hatua unamsalimia hata haitiki kabisa. Mwingine unamsalimia kwambia dua tu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, dua tu, yani anaona hana haja na salamu yako. Dharau. Yani mtu unasalimiwa salamu ya Allah, unasema dua. A'udhu billah. Tayeb, katika kumalizia sehemu hii, kusanya maswali shekhi, kama kuna maswali ya kusanya. Baadhi ya misingi ambayo inamsaidia mtu katika kutengeneza vyema tabia yake. Moja katika misingi hiyo, duaullahi ta'ala, ni kumwomba Allah tabaraka wa taala katika mambo na misingi ambayo itakufanya wewe ujipambe na tabia njema, ubaki kuwa na tabia njema. Jambo la kwanza ni kumwomba Allah tabaraka wa taala aifanye tabia yako kuwa njema. Hii msingi mkubwa sana, na ndio maana ilikuwa katika dua za Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimwomba Allah kwa kusema, Allahumma ahsanta khalqi, ewe Allah, kwa hakika umbile langu umelifanya kuwa ni umbile zuri. Fa ahsin khuluqi, na kuomba ewe Allah uifanye tabia yangu kuwa mzuri. Hii ni katika maombi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ewe Allah,
kwa hakika wewe umeniumba katika umbo lililokuwa zuri, umeniumba katika umbo lililokuwa zuri, basi nakuomba uifanye tabia yangu kuwa mzuri. Huyu ni Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye Allah anasema wa innaka la ala khuluqin adhim. Lakini maadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam anatumia sababu, anamuomba Allah tabaraka wa taala amjalie kuwa na tabia mzuri, aifanye tabia yake kuwa njema. Fakaifa ana wa anta, inakuwaje mimi na wewe? Min babi aula, inatakiwa tumuombe sana Allah tabaraka wa taala azifanye tabia zetu kuwa mzuri. Hii ni jambo la kwanza na msingi wa kwanza. Jambo la pili, an-nadharu fi sirati as-salafi, an-nadharu fi sirati as-salafi, kusoma na kuangalia mienendo ya wema waliotangulia, wa ahwali salihin, na hali za waja wema. Sawa, katika misingi ambayo itakusaidia Muislamu kujipamba na tabia njema na kuitengeneza vyema tabia yako ni wewe kuangalia na kusoma sira za wema waliotangulia na waja wema na watu wema, kuangalia historia zao, namna walivyoishi, walikuwaje, walikuwa wakifanyaje, walikuwa wakiamiliana vipi na wenzao. Tayari basi ukisoma sira za wema waliotangulia, bila shaka utapata kufahamu na utaona umuhimu wa khuluqul alhasan, utaona umuhimu wa kujipamba na tabia njema. Jambo la tatu, maarifatu fadhaili husni alkhuluqi, kujua ubora wa tabia njema na faida zake na madhara ya kuwa na tabia mbaya na athari zake. Kile kitendo cha Muislamu kusoma na kujua kwa kusikiliza, akajua faida za tabia njema na madhara ya tabia mbaya na athari zake, jambo hili pia linapelekea na linamsaidia mtu kujipamba na tabia njema. Umesikia hapa kwamba tabia, katika faida za tabia njema unapendeka zaidi kwa Allah na kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni sababu ya kukamilika imani yako. Na kuwa na tabia mbaya ni sababu ya kupungua imani yako, na ni sababu ya kuchukiwa na Mtume na Allah tabaraka wa taala. Basi ukifahamu hivyo, Muislamu unakuwa ni mwenye kurudi nyuma na kujipamba na tabia njema. Lakini jambo la nne, albu'du anil ghadab, kujiweka mbali na tabia ya kukasirika. Sawa, huu ni msingi katika misingi ambayo inamfanya mtu aitengeneze vyema tabia yake, kubaki kuwa ni tabia njema, kujiweka mbali na tabia ya kukasirika. Kadhalika watahalli bisabri, na kujipamba na subira, wataanni, na kujipamba na tabia ya upole, yani katika kuyaendea mambo, wa adamul ajala, na kutokuwa na haraka. Lakini jambo la tano, mujalasatu ashabil khuluqil hasan, kukaa na watu wenye tabia mzuri. Huu pia ni msingi katika misingi iliyokuwa mikubwa ambayo inamsaidia Muislamu kutengeneza tabia yake, kuifanya tabia yake kuwa mzuri. Ni kuhakikisha Muislamu anawajalisi, anaketi na watu waliokuwa na tabia mzuri, kupenda kusuhubiana na watu ambao wenye tabia mzuri. Walbu'du an mujalasati ashabil khuluqi sayyi, na kujiweka mbali kukaa na watu wenye tabia mbaya. Haya ni baadhi ya mambo ambayo na misingi ambayo inamsaidia mtu kuitengeneza tabia yake kuwa mzuri na kuibakisha katika usalama wake. Allah atujalie katika waja wema, min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Kadhalika Allah tujalie tuwe ni katika wale ambao wenye kujitahidi sana kuzitengeneza tabia zetu kuwa njema. Nukta inayofuata ni nukta ya uchamungu. Nukta hii ya uchamungu, ndugu zangu, ni nukta ambayo inafahamika. At-taqwa, imekuja maelezo mengi ya as-salaf wakielezea maana ya uchamungu,
Lakini katika maana hizo ni baadhi yao waliposema maana ya taqwa an ta'mala bi ta'ati llahi ala nurin min Allahi makhafata adhabi llahi. Maana ya uchamungu an ta'mala bi ta'ati llah, ni wewe Muislamu kufanya taa, kumwabudu Allah tabaraka wa taala, kutekeleza ibada za Allah subhanahu wa taala ala nurin min Allah, juu ya nuru itokayo kwa Allah subhanahu wa taala, makhafata adhabillah, hali ya kuwa ni mwenye kuogopa adhabu za Allah subhanahu wa taala. Kumwabudu Allah tabaraka wa taala juu ya nuru itokayo kwake, kwa kufuata maagizo yake na mafundisho yake Allah tabaraka wa taala. Wamwabudu Allah subhanahu wa taala kwa kutekeleza maamrisho yake Allah tabaraka wa taala na kujiepusha na makatazo yake, makhafata adhabillah, ukiogopa adhabu za Allah tabaraka wa taala. Hii ndio maana ya taqwa. Idhan maana ya uchamungu kwa ujumla an taj'ala bainaka wa baina adhabillahi wiqayatan, ni wewe Muislamu kujalia, kuweka kati yako wewe na adhabu za Allah tabaraka wa taala kiziwizi au kinga ambayo itakuziwia wewe usiadhibiwe, usikumbwe na adhabu za Allah tabaraka wa taala. Hii ndio maana ya taqwa, kujalia baina yako na adhabu za Allah kiziwizi cha kukukinga usiadhibiwe na Allah tabaraka wa taala. Ni kiziwizi gani hicho? Bifi'li al-awamiri, kwa kutekeleza maamrisho ya Allah tabaraka wa taala, wa tarki nawahi, na kujiepusha na makatazo. Kutekeleza maamrisho ya Allah tabaraka wa taala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, na kujiweka mbali na makatazo ya Allah tabaraka wa taala na mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii ndio maana ya uchamungu, kutekeleza maamrisho na kuacha makatazo, kufanya ibada na kujiweka mbali na maasi. Hadha huwa maana at-taqwa. Hii ndio maana ya uchamungu kwa ujumla. Na uchamungu wasiyatullahi lilawwalin walakhirin, uchamungu kumcha Allah tabaraka wa taala ndio usia wa Allah tabaraka wa taala kwa watu, kwa waja wake wa mwanzo na sisi wa mwisho. Huu ndio usia wa Allah tabaraka wa taala, kama alivyosema Allah jalla fi ula, walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, hakika tumewaamrisha waliokuwa kabla yenu, kwa hakika bila shaka tumewaamrisha watu waliopewa kitabu waliokuwa kabla yenu, wa iyyakum, kadhalika na nyinyi, anittaqullah, ya kwamba mcheni Allah tabaraka wa taala. Huu ni wasia wa Allah subhanahu wa taala. Allah ameutoa wasia huu kwa waja wake wa mwanzo na wa mwisho. Kadhalika Allah tabaraka wa taala anasema, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kadhalika Allah tabaraka wa taala anasema, ya ayyuhalladhina amanu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama inna Allaha kana alaykum raqiba. Kadhalika Allah tabaraka wa taala anasema, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wa ghayru dhalika min alayat, na nyinginezo katika aya zilizokuwa nyingi zinazoelezea na kutuamrisha juu ya suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kutekeleza maamrisho ya Allah na kujiweka mbali na makatazo. Na katika faida za uchamungu ziko nyingi, lakini nataja moja. Katika faida za uchamungu
annahu min arkani alfalahi fi dunya wal akhirah, ni kwamba uchamungu ni miongoni mwa nguzo kuu za kufanikiwa, ni miongoni mwa nguzo kuu za kufaulu hapa duniani na kesho akhira mbele ya Allah tabaraka wa taala. Uchamungu ni miongoni mwa nguzo kuu za kufaulu hapa duniani na kesho akhira, na hilo amelibainisha Allah tabaraka wa taala aliposema tilka darul akhiratu, nyumba hii ya akhira kwa maana aljanna, pepo, naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, tumeiandaa kwa wale ambao wasiotaka na wasiokusudia kuchupa mipaka na kujikweza katika mgongo wa ardhi, wasiopenda kujikweza na kujitukuza na kujipaisha. Sawa, Allah tabaraka wa taala anabainisha kuwa nyumba ya akhira ameiandaa kwa watu ambao wasiopenda kujikweza, watu wasiokuwa na kibri hapa ardhini, wala fasada, na wala watu wasiopenda kufanya uharibifu katika ardhi, wasiopenda kufanya ufisadi ardhini. Wal aqibatu lilmuttaqin, na mwisho mwema ni kwa wacha Mungu. Kwa hivyo Allah tabaraka wa taala kabainisha katika aya hii kwamba uchamungu min arkani alfalah, ni katika nguzo za kufaulu hapa duniani kadhalika na kesho akhira mbele ya Allah tabaraka wa taala. Idhan faida ziko nyingi za uchamungu, lakini hiyo ni moja inatosha kujua kwamba kumcha Allah tabaraka wa taala ni moja katika sababu za wewe kufaulu. Inatosha kuwa Muislamu unatakiwa uwe ni mwenye kumcha Allah tabaraka wa taala, kumwabudu Allah peke yake bila kumshirikisha, kutekeleza ibada na kujiweka mbali na maasi. Nukta ya mwisho katika majlisi yetu, ambayo ni nukta inayohusiana na kutafuta elimu, talabul ilmi ash-shar'i, kutafuta elimu ya kisheria. Talabul ilmi shar'i faridhatun ala kulli muslimin wa muslima, kutafuta elimu ya kisheria ni lazima kwa kila Muislamu wa kiume na wa kike, na hilo limekuja agizo kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ambayo ameitoa Imam Ibn Majah na ameisahihisha Sheikh Al-Albani, hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, wa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin, kusoma elimu ya kisheria ni lazima kwa kila Muislamu, kwa maana kwa kila Muislamu mwanamume na Muislamu mwanamke. Fayajibu ala kulli muslimin wa muslimatin taallumu ma yusahhihu bihi aqidatahu, ni wajibu kwa kila Muislamu wa kiume na wa kike kujifunza elimu ambayo itamsaidia yeye kusahihisha itikadi yake, itamsaidia yeye kuilinda dini yake. Ni lazima kwa kila Muislamu wa kiume na wa kike ajifunze elimu ya wajibu, elimu ambayo itamsaidia yeye kuilinda dini yake, kusahihisha dini yake na akida yake, wa ibadatihi, na kusahihisha ibada zake, wa muamalatihi, kadhalika kusahihisha miamala yake, allati yuqdimu alaiha, miamala anayoifanya kuamiliana na wenzake. Elimu ya wajibu ambayo inazunguka katika haya tuliyoyataja: kusahihisha itikadi yako, kulinda dini yako, kadhalika kusahihisha ibada zako, kadhalika kusahihisha miamala yako unaoamiliana na watu, ni elimu ya wajibu. Kusoma elimu hizi ni wajibu. Kwa ni lazima kwa kila Muislamu an yataallama kaifa yusalli, ajifunze namna ya kuswali, ajue namna ya kuswali, ajue namna ya kujitaharisha, wa kaifa yasum, namna ya kufunga ajue, wa kaifa yabi'u wa yashtari, na asome Muislamu afahamu namna gani atauza na kununua, ajue biashara za halali, biashara za haramu, ili aweze kujiepusha nazo za haramu na aweze kuzifanya biashara za halali, kwa sababu maisha yetu ya kila siku tunafanya miamala. Kwa lazima Muislamu ujifunze ufahamu ile miamala ya kila siku, ujue sheria inasemaje katika miamala hiyo unavyoamiliana
nayo na wenzako. Kadhalika ajifunze Muislamu mambo ya wajib ili aweze kuyafanya, kwamba jambo fulani ni wajib, basi akishajua ni wajib alitekeleze jambo hilo. Kadhalika ajifunze mambo ya haram liyajtanibaha, ili aweze kujiepusha nayo. Hii ni wajib, kila Muislamu ajifunze, ayafahamu mambo ya wajib, akishajua wajib atekeleze. Ajifunze mambo ya haram, akishajua jambo la haram ajiepushe nalo. Umesoma zina ni haram, tayari umesoma zina ni haram, ukishajua hivyo acha zina. Umesoma uongo ni haram, ukishajua hivyo acha uongo. Umesoma ukweli minal iman, sawa, basi jipambe na ukweli. Hakadha, kwa kusoma yale mambo ya lazima katika maisha yetu, katika miamala ya kuamiliana na wenzetu, ili tuweze kuamiliana kwa wema, lakini pia kuyajua ya halali na kuyafanya, na haramu kujiepusha nayo. Mwisho kabisa, katika majlisi hii, elimu ina faida nyingi sana. Elimu ya dini ina faida nyingi sana. Kukaa katika vikao vya kielimu, na ndio maana mwanzo niliuliza hapa kuna majalisi za kielimu, nikaambiwa ndio, durusi za dini zinaendeshwa. Sawa, mmekuja kwa ajili ya kusoma elimu ya mazingira, elimu ya secular, kwa ajili ya kutafuta fantastic riziki, tayari la basi, lakini unaweza pia ukawa katika elimu hiyo hiyo ukapata thawabu, ukapata ujira kwa Allah tabaraka wa taala. Innamal a'malu binniyat, kulingana na nia yako. Unasomea nini? Ninasomea walimu mathalan, sawa, ninasomea engineer, basi nikitoka nikimaliza kozi yangu nitakwenda kuisaidia jamii. Nia yangu nataka nikimaliza fani yangu hii kozi nirudi nikawasaidie jamii. Kitendo cha wewe kukusudia kwenda kuisaidia jamii, min at-taawuni ala albirri wattaqwa, hii ni katika kusaidiana katika wema na uchamungu. Unapata nini? Thawabu, hata kama unasoma sekula, lakini nia yako unataka ukaisaidie jamii yako. Tunaelewana? Lakini pia usiache kuhudhuria darasa za dini zinazoendeshwa hapa chuoni, kwa sababu kuhudhuria darasa hizo kuna faida nyingi, ikiwemo kuwa ni njia ya wewe kuingia peponi. Kutafuta elimu ya dini ni sababu ya wewe kuingia peponi, kama alivyobainisha hilo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, man salaka tariqan wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, atakayeongoza njia kwenda kutafuta elimu ya dini, Allah tabaraka wa taala atamsahilishia, atamfanyia wepesi mtu huyo njia yake ya kuingia peponi. Kwa ukiwa katika njia ya kutafuta ilmu ya dini, fa anta mujahidun fi sabilillah, wewe umekufa katika njia ya Allah tabaraka wa taala, na ni njia ya kuelekea peponi. Lakini pia katika fadhila za elimu, wa annahu alamatu iradati llahi biabdihi alkhaira, ni alama ya kwamba Allah anamtakia kheri mja wake. Kitendo cha wewe kuhudhuria vikao vya kielimu misikitini, darasani, unasikiliza qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahaba, unasoma fiqh ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume alayhi salam, ni alama ya kwamba wewe Allah amekutakia kheri. Ukiona vikao vyenu vya kila Jumamosi au Jumapili, vikao vya dini, walimu wanakuja kukusomesheni, nafsi yako inapenda kwenda kukaa katika vikao hivyo, fahamu ya kwamba hii ni alama kwamba Allah amekutakia kheri wewe. Na ukiona nafsi yako inakuwa nzito, kwa sababu vijana wa Kiislamu wako wengi, vioni wanakuwa wengi sana, lakini zinapowekwa majalisi za kielimu, wanaohudhuria utakuta ni watu 10, watu 5, sawa. Tena saa zingine unakuta wavulana ni wengi kuliko wasichana wanaohudhuria, na baadhi ya sehemu zingine unakuta wasichana ni wengi kuliko wavulana, hakadha. Na sehemu zingine ni wachache wote, wavulana wachache, wasichana wachache wanaohudhuria hizi majalisi za kielimu, lakini walioko chuoni Waislamu ni wengi. Haya, naambie watu hawa wasipohudhuria durusi za kielimu, watahudhuria kwenye kuswali hawa?
watu wasipoenda darasani wakasoma qala Allahu qala rasuluhu, watapata athari ya kuwasukuma wao kwenda wakisikia adhana kwenda msikitini? Abada. Katika mambo ambayo yatakusaidia wewe kusimamisha sala 5 kwa nyakati zake ni kuhudhuria majalisi al-ilmi, kuhudhuria vikao vya kielimu, sababu vinalainisha nyoyo. Na hilo amelibainisha Mtume sallallahu alayhi wasallam pale aliposema man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi ddin, mtu yoyote ambaye Allah tabarak wa taala humtakia khairi, basi humpa ufahamu katika dini, humpa fiqhi katika dini, humfanya mja huyo kutumia muda wake kuisoma dini. Kile kitendo cha wewe kutumia baadhi ya nyakati zako kusoma Qur'ani, kusoma hadithi, kusoma kutubul ilmi, hii ni alama kwamba Allah tabarak wa taala anakutakia khairi. Ni khairi iliyoje Muislamu kutakiwa khairi na Allah tabarak wa taala. Allah tujalie katika waja wema ambao wanaposikia maneno hufuata yaliyokuwa mazuri yake. Wallahu taala alam. Insha Allah tabakia hapa, wal hadithu baqiya, mengineyo insha Allah panapo majaliwa safari nyingine tena biidhnillah tabarak wa taala. Kwa leo tutosheke na hayo, pamoja na kama muda pia umeenda. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna masala mawili matatu, insha Allah tutaangalia yale ambayo ni munasibu tutayajibu, na yale ambayo yatakuwa ni nje ya mada tunaweza tukaweka pembeni kwanza. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.